Zungumzia huu mswada, tukasema kwamba tungependa kuwapa nafasi wale ambao walikuwa wanafanya kazi katika shirika la NHIF wasifurushwe kazini. Mimi mwenyewe kama senator wa Nairobi ndio nilileta mabadiliko katika mswada ule wa kusema kwamba wale ambao wako pale wapewe nafasi ya kwanza pasi na kutarajiwa ama kutakiwa kufanya interviews tena, Mheshimiwa Speaker. Lakini hawa viongozi ambao wanapiga kifua sasa wanasema tuwalinde wale wafanyikazi, walipiga kura kuhakikisha kwamba badiliko hilo halikuweza kujumulishwa katika mswada huu. Kwa hivyo ni unafiki mkubwa, Mheshimiwa Speaker, tunapowasikia watu ambao walikuwa na fursa ya kuhakikisha kwamba wafanyikazi hawa watapata haki. Mstahiki Speaker, nilikuwa nimewaahidi wa Kenya kwamba leo tutazungumza kwa Kiswahili. Manake nilikuwa natarajia kwamba mswada wangu wa kuzungumzia masuala ya vile ambavyo Wakenya walidhalilishwa kule Tanzania utakuwepo leo, lakini wacha nizungumzie hii hoja ambayo imeletwa na Mheshimiwa Boni Khalwale. Mheshimiwa Speaker, na wasikia wenzangu hapo wanazungumza wakipiga kifua kwamba SHA inafanya. Na kwa mtazamo wangu mwenyewe, kama hiyo SHA itakuwa ikifanya, ni wananchi watatuambia, sio nyinyi viongozi hapa, kwa sababu hapa hamna mtu yoyote ambaye anaenda kupokea matibabu na anatumia SHA. Kwa hivyo ukisimama hapo useme SHA inafanya, utuonyeshe ulitibiwa na SHA lini. Jambo la pili, Mheshimiwa Speaker, wakati ambapo tulikuwa tunazungumzia huu mswada, tukasema kwamba tungependa kuwapa nafasi wale ambao walikuwa wanafanya kazi katika shirika la NHIF wasifurushwe kazini. Mimi mwenyewe kama senator wa Nairobi ndio nilileta mabadiliko katika mswada ule wa kusema kwamba wale ambao wako pale wapewe nafasi ya kwanza pasi na kutarajiwa ama kutakiwa kufanya interviews tena, Mheshimiwa Speaker. Lakini hawa viongozi ambao wanapiga kifua sasa wanasema tuwalinde wale wafanyikazi, walipiga kura kuhakikisha kwamba badiliko hilo halikuweza kujumulishwa katika mswada huu. Kwa hivyo ni unafiki mkubwa, Mheshimiwa Speaker, tunapowasikia watu ambao walikuwa na fursa ya kuhakikisha kwamba wafanyikazi hawa watapata haki, wakapiga kura njia nyingine, kisha sasa leo ndio wanapata sauti kutuambia kwamba SHA inafanya. Mheshimiwa Speaker, mimi na watu pale ndani ya shirika la SHA wananiambia hata hizi unaona ati wanafanya interviews za kuweza kuwapa watu kazi pale ndani. Mheshimiwa Speaker, hizo interview ni za bandia. Manake tayari wale mahojiano, wale ambao wanaenda kupewa hizi nafasi tayari wanajulikana. Mheshimiwa Speaker. Senator wa Nairobi. Naam. Tafadhali ukichagua lugha moja, itumie lugha moja. Usichanganye lugha. Mheshimiwa Speaker, alikuwa nimetohoa lakini nimekosolewa hapa na Mheshimiwa Mwaruma. Kwa hivyo utaniwia radhi hapo tu, lakini nilikuwa nasema kwamba hizo mahojiano ambayo yanafanyika ni mahojiano bandia, wale wenye kupewa barua tayari wanajulikana. Jambo la kutamausha zaidi, Mheshimiwa Speaker, ni hata hawa ambao wamechaguliwa juzi kama madirector, Mheshimiwa Speaker, walikuwepo kwenye rada ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi. Na sasa hivi nitaweza kuleta hoja hapa kuweza kuleta ushahidi kwamba wale ambao wamepewa hizi nafasi tayari walikuwa na tuhuma za ufisadi, na walikuwa ile shirika la EACC tayari walikuwa wametangaza kwamba hawa jamaa wanafaa waende mahakamani wakajibu mashtaka yanayoambatana na mambo ya ufisadi. Sasa itakuwaje tena leo wamekuwa wasafi yetu wanapewa nafasi katika shirika la SHA? Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, nataka kuomba hawa ndugu zetu maseneta wenzangu kwamba iwapo huna habari kamili usije hapa ukasema mambo ya uongo, mambo ambayo huyaelewi.